अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu ayyadahullahu ta'ala bin Asl Aziz anasema Mwenyezi Mungu kwa fadhili zake kwa kupitia MTA amejumuisha dunia kiasi hiki kwamba halifa anapokwenda kutembelea jumuiya yoyote au anapofanya mpango wote kwa ajili ya kupata taarifa ya ziara yake, watu hawatakiwi wasubiri ili wapate taarifa kwa kupitia magazeti au njia nyingine, lakini kwa kupitia MTA habari zote zinafika moja kwa moja na watu wanaangalia vipindi moja kwa moja. Hata kuhusu mazingira ya jalsa salana, wasikilizaji baadhi wakati wanatuma maoni yao na mawazo yao, na hata baadhi wakati mawazo yao yanapatikana katikati ya vipindi hivi. Majuzi, kama nyinyi nyote mnajua kwamba kulikuwa jalsa salana ya Germany. Kuhusu jalsa salana ya Germany pia watu waliniandikia maoni yao, na watu wanaendelea kuandika kuhusu vipindi mbalimbali vya MTA. Lakini mimi napokwenda mahali popote, watu wanaandika maoni yao kuhusu ziara yangu. Watu wanaeleza mawazi mbalimbali, na kwa kupata maoni yao tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba Mwenyezi Mungu kwa kutupatia neema hii ya MTA namna gani amejumuisha jumuiya ya Sayyidina alayhi salatu wassalam. Na ametupatia mfano mzuri wa kujumuika pamoja na kuwa kitu kimoja. Basi kwa neema hii, ikiwa tunatakiwa tumshukuru Mwenyezi Mungu, pamoja na hii tunatakiwa tunawashukuru wafanyakazi wote wa MTA. Miongoni mwa hawa ni wafanyakazi wote ambao wanafanya katika kazi ya MTA, wale ambao wanafanya kazi katika kuendesha mambo ya kamera, au watu ambao wanafanya tafsiri ya hutuba zangu, au wanafanya kazi yoyote katika idara ya MTA. Wapo wengi wafanyakazi
ambao kwa ajili ya kutayarisha kipindi kimoja wanafanya kazi. Miongoni mwa hawa wale ambao wanakuwa katika studio ambao wanaonekana moja kwa moja, wapo wengine wafanyakazi. Ninapokwenda kutembelea nchi mbalimbali, wafanyakazi hawa wanaenda pamoja nami kutoka hapa, wanachukua vifaa vyao vyote, kisha mahali ambapo kipindi kinafanywa kule pia wafanyakazi kutoka kule pia wanashiriki kwa ajili ya kutayarisha kipindi kile. Katika Germany pia kuna timu ya wafanyakazi hawa wote wanaojitolea kwa ajili ya kutayarisha vipindi mbalimbali. Hawa wanaojitolea wanatayarisha vipindi mbalimbali. Mwenyezi Mungu awajalie ujira mwema hawa wote. Na hivyo ndivyo watu wananiandikia katika barua zao kwamba Mwenyezi Mungu awajalie baraka zake juu ya wale wote ambao wanafanya kazi katika MTA. Hivyo ndivyo kuna wengi ambao wanafanya kazi katika idara mbalimbali wakati wa jalsa salana. Hawa wote wanajitolea wakati wa jalsa salana, ni mkutano wa mwaka, na hawa wote wanafanya kazi usiku na mchana, na idadi yao sasa ni maelfu na maelfu katika nchi mbalimbali. Miongoni wa hawa ni kina baba, kina mama, vijana na wasichana na watoto wadogo pia wapo katika kazi hii, na hawa wote wanafanya kwa roho na kwa imani, ambayo hali hii inapatikana katika jumuiya tu katika zama hizi, na nadhara yake hali yake tulishuhudia wakati wa jalsa salana ya Uingereza, na hali hii tulishuhudia wakati wa jalsa salana ya Germany. Basi wale wote ambao walihudhuria jalsa salana wanatakiwa washukuru, watoe shukrani ya hawa wote wafanyakazi waliojitolea, ambao kwa imani halisi kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu bila kujali kitu chochote wanajitolea. Na kwa kupitia amali za hawa wanajitolea inakuwa mahubiri ya kimya kwa ajili ya wageni ambao si wanajumuia wanahudhuria jalsa salana. Vipindi vinavyoonyeshwa katika MTA wakati wa jalsa salana, kuhusu vipindi hivi watu wanaendelea kutumia maoni yao. Wao wanapata faida kwa kupitia vipindi hivi na wanapata ladha pia kutoka katika vipindi hivi. Lakini wale ambao si wanajumuia wanahudhuria jalsa salana, mawazo yao na kuona huduma ya hawa wanajitolea, hali ile haielezi wakati wa jalsa salana, na wala hali hii haiwezi kupatikana wakati wa jalsa salana. Hawa wote wanaojitolea pamoja na kutoa huduma zao wanafanya kazi ya mbashiri. Habari yake haionekani, hali yake haionekani katika MTA moja kwa moja, na wala hivyo ndivyo wale wanahudhuria jalsa salana wao pia wanaacha athari nzuri juu ya wageni wote, na hali yake wageni wanaeleza baadaye katika maoni yao. Kwa hiyo ni muhimu kwamba hali hii ielezwe mbele ya watu. Ndio maana mara kwa mara mimi naeleza maoni ya hawa watu, ili watu wanaoishi katika nchi mbalimbali ya dunia wajue athari ya jalsa salana inakuwa ya aina gani kwa ajili ya wale ambao si wanajumuia. Na hivyo ndivyo wale ambao wanajitolea na wanahudhuria jalsa salana wao pia wajue kwamba namna gani amali zao zinafanya msaada wa kuleta watu hawa karibu na dini tukufu ya Islam. Hazur anasema kwamba kuhusiana na hii wageni waliokuja katika nchi mbalimbali kuhudhuria jalsa salana, nitaeleza maoni yao ili baraka ya jalsa salana hii pia iwe mbele
yetu na iwe wazi mbele yetu, ili sisi tupate nafasi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, na pamoja na hii tuweze kuboresha hali zetu na amali zetu. Muislamu mmoja ambaye ni Mwarabu, bana Khalid, ambaye anafanya kazi katika pamoja na chama cha Red Cross, yeye alikuja kuhudhuria jalsa salana ya Germany. Katika maoni yake huyu bana anasema, mimi nilipokuwa nikisikia wasiokuwa Waislamu wanaleta shutuma dhidi ya Islam kwa sababu ya chuki inapatikana katika Waislamu, nilikuwa siwezi kulinda Islam dhidi ya shutuma zao. Lakini leo baada ya kuhudhuria jalsa salana yenu, kwa kuona mapenzi yenu na upendo wenu na udugu wenu, na kwa kuona mapenzi ya halifa, kwa kuona hali hii yote, mimi nimepata ujasiri wa kujibu shutuma, na vile vile nimeshuhudia jumuiya ambayo mfano wake ni mfano wa kuwa kitu kimoja. Sasa mimi kuwaelezea wasiokuwa Waislamu naweza kujibu shutuma zao vizuri. Kisha bana Michel Fisher ambaye ni Mjaramun, yeye anasema, mimi kabla ya kushiriki jalsa salana nilikuwa nikisoma magazeti mbalimbali kwamba wanajumuia ni watu wa amani na usalama, lakini nilikuwa nikipata wazo moyoni mwangu kwamba wapo wengi ambao wanadai kwamba ni watu wa amani. Lakini baada ya kuhudhuria jalsa salana nimeshuhudia kwa macho yangu kwamba madai ya wanajumuia kwamba wao ni watu wa amani na mapenzi tunaweza kupata katika jalsa salana, yaani wao wenyewe wanaishi kwa mapenzi na upendo, na vile vile wanakuja kuhudhuria jalsa salana, wao wanawakaribisha hawa wote kwa moyo mkunjufu. Na kwa kuona ijtimaa hii, mkutano huu, sisi tunashangaa sana. Mahala pengine watu 500 wakijumuika, kule mfarakano unapatikana. Lakini baada ya kuhudhuria, kwa kuona amani na usalama ya hapa, mimi nasadikisha kwamba madai yenu kwamba nyinyi watu wa amani ni sahihi. Kisha mwanamke mmoja ambaye ni mwenyeji wa Germany, Bi Marasi Ugala, yeye alikuja kuhudhuria jalsa salana na aliona kipindi cha bayat pia. Anasema, mimi nimepata majibu ya maswali yangu yote nilikuwa ninayo. Sasa mimi nahisi kwamba mimi sitakuja kuwa mgeni katika jalsa salana, bali mimi nina hamu kwamba nifanye bayat, na kwa kufanya bayat na nijiunge na jumuiya Ahmadiyya. Kisha kuna mwanamke mwingine aitwaye Maria Jombe ambaye anasoma katika Berlin. Yeye ni mwanafunzi katika Berlin. Yeye katika maoni yake anasema, kabla ya kuhudhuria jalsa salana nilikuwa sijui kuhusu Ahmadiyya. Kwa kumpitia mke wa Bashiri mimi nilijua kuhusu jumuiya Ahmadiyya, na nikapata taarifa kwamba mkutano mwaka unafanywa katika Germany. Kwa hiyo mimi nimekuja kuhudhuria jalsa salana. Baada ya kuja hapa, mimi nimeshangaa sana, watu kutoka katika mataifa mbalimbali na rangi mbalimbali na lugha mbalimbali wanaishi kwa amani na kwa udugu. Watu wote wao wamepata utulivu na hawana hofu. Na uzoefu wangu huu ulikuwa uzoefu mpya kwa ajili yangu. Mimi nina hamu kwamba baada ya kurudi katika Berlin mimi niwasiliane na msikiti wa jumuiya. Mimi kwa kuhudhuria jalsa salana hii nimepata utulivu wa moyo. Kisha kutoku mwanamke mmoja, wanawake watatu ambao walikuja kutoka Macedonia, wao wanasema kwamba katika Macedonia wapo Waislamu wengi, lakini hali hii ya Islam na mazingira haya ya Islam tulishuhudia hapa ilikuwa uzoefu mpya kwa ajili yetu. Sisi tumeona watu wenu na mafundisho yenu na kiongozi wenu,
sasa sisi tutarudi baada ya wazo hili kwamba sisi tuweze kuwajulisha watu wa kule kuhusu jumuiya. Wanasema kwamba jumuiya hii na jalsa salana ya jumuiya hii ni mfano kwa ajili ya waislamu wengine, na jumuiya hii na mafundisho ambayo yanaelezwa na jumuiya, natakiwa jumuiya hii iwe kiongozi wa dunia nzima. Sisi mwaka huu tumekuja kwa kuwa wageni, lakini mwakani tutakuja na wageni wengine, na hivyo ndio sisi wenyewe tutawaambia watu wa Macedonia kuhusu jumuiya. Huzuri anasema hivi, Mwenyezi Mungu anatufungulia njia za mahubiri. Kutoka Latvia bana moja alikuja ambaye ni mwanafunzi, yeye anafanya utafiti kuhusu dini mbalimbali. Huyu anasema kwamba mimi napenda sana dini, ndiyo maana kwa sababu ya hii nimesoma mafundisho ya jumuiya yenu, na sasa mimi nimeona mfano wake katika jalsa salana. Mafundisho yenu na mwenendo wenu ni wenye kuvuta watu. Wale walihudhuria jalsa salana, mimi niliona hali ya imani moyoni mwao. Azuru anasema kwamba sasa hii ni jukumu la wanajumuiya ambao wanahudhuria jalsa salana, kwamba hali hii ya imani isiwe wakati wa jalsa salana tu, bali baada ya jalsa salana pia hali hii iendelee. Kutoka Latvia mwandishi moja Augustine alikuja ambaye ni mwanamke. Alisema kwamba tangu miezi 6 nilikuwa nafanya kazi kuhusu madhehebu mbalimbali ya Islam, na kuhusu kwa ajili hii nilienda Istanbul pia. Kule mimi nimekutana na madhehebu mbalimbali, viongozi wa madhehebu mbalimbali, lakini hapa kwa kumuona imamu wa jumuiya Ahmadiyya, kwa kumuona hali ya moyo wangu, mimi siwezi kueleza katika maneno. Mimi nilimuuliza halifa wakati nilipokwenda kukutana naye kwamba hali hii inapatikana katika mashehe wengine, dawa yake ni nini? Halifa mtukufu alinijibu kwa kusema dawa yake ni kwamba watu wapate mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam. Anasema ndiyo dawa ya mambo haya yote, matatizo haya yote ni kwamba watu wajue kuhusu mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam. Na Huzuri anasema kwamba mafundisho haya yalielezwa na Sayyidina alayhi salatu wasalam katika zama hizi. Basi kila mwanajumuiya anatakiwa asiwe na fahari tu kwa sababu ya maoni haya ya wasiko waislamu, bali kila moja anatakiwa kwa ajili ya kuboresha hali ya amali zake aendelee kufanya juhudi. Kutoka Latvia professor kutoka Kurtuba University bi Ilyas Saheba alisema katika maoni yake, mimi mara ya kwanza nimehudhuria jalsa salana kubwa kiasi hiki. Mimi kwanza kabisa nilipojua kuhusu jumuiya ilikuwa uzoefu mpya kwa ajili yangu. Kwa hiyo hii itakuwa kumbukumbu kwa ajili ya maisha yangu. Mimi siwezi kueleza hali ya moyo wangu katika maneno. Mimi nina yakini kwamba halifa wa jumuiya hii ni tofauti na viongozi wengine wote. Hazur anasema kwamba kila mwanajumuiya alihudhuria jalsa salana, yeye aliacha athari nzuri juu ya wageni. Hazur anasema mwaka huu kutoka Bosnia watu 46 walikuja kuhudhuria jalsa salana. Miongoni mwa hawa 18 walikuwa na jumuiya na 28 wengine walikuwa si wanajumuiya. Mgeni moja Bi Yasmin Saba ambaye ni kiongozi wa chama fulani, hivi karibuni alijua kuhusu jumuiya, alihudhuria jalsa salana. Yeye mwenyewe aliendesha gari lake maili kilomita 1200. Anasema kuona mpango huu mkubwa wa jalsa salana, mimi nilishangaa sana kwamba hawa ni watu wa aina gani. Mimi sikuona kasoro yote katika mipango yote ya jalsa salana. Hazuru anasema kwamba hii ni athari ya wale wanaojitolea.
kisha bwana Najat Saheb ambaye ni mwanasiasa kutoka Bosnia, yeye pia alikuja. Yeye ni councilor wa mji Tosla. Anasema kwamba mipango yote ya jalsa salana ilipangwa vizuri sana. Sijawahi kuhudhuria jalsa salana au mkutano wa aina hii katika maisha yangu yote. Mkutano huu ulikuwa mafunzo kwa ajili yangu. Kwa kuona imani wanajumuiya, niliona kwamba hawa watu wameimarika sana katika jumuiya, na mali zao na vitendo vyao vinapatana, na wao wamepata hali hii, sifa hizi, kwa sababu ya kujenga mahusiano mazuri na uhalifa. Hazur anasema watu wanahudhuria jalsa salana kwa kuhudhuria athari, mawazo wanakuwa dhidi ya uhalifa, mawazo yale yanaondoka na wanapata mawazo mazuri. Kwa hiyo kila anayejitolea anatakiwa aendelee kulinda mawazo haya. Bwana Mahir alikuja pamoja na mke wake kwa kutumia nauli yake, ambaye si mwanajumuiya. Anasema jinsi tuliopewa huduma na jinsi tuliotendewa, nasema kweli kweli kwamba hawa watu wakituambia tulale chini na vile vile tusile chakula kizuri, hata tutafanya hivi kwa sababu ya mapenzi yao. Vile vile kutoka Bosnia, mwanamke mmoja ambaye ni nurse alihudhuria jalsa salana, na yeye anashiriki mipango mbalimbali, vipindi mbalimbali vya jumuiya kule Bosnia. Alikuja pamoja na mume wake na wazazi wake, na yeye mwenyewe alitumia nauli yake yote. Anasema mipango yote ya salana ilipangwa vizuri. Kwa kuwaona hawa wanajitolea, sisi wenyewe tulikuwa tunashangaa kwamba hawa kwa ajili yetu wanapata shida sana. Bana Amir Saheb ambaye ni mgeni alihudhuria jalsa salana mara ya kwanza. Mazingira ya jalsa yaliacha athari nzuri juu yake, na anasema mimi baada ya kurudi nitatoa ujumbe huu kwamba jumuiya hii ni jumuiya ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mimi siwezi kueleza hali ya moyo wangu. Kila mmoja anatakiwa aje kwa ajili ya kuhudhuria jalsa salana ili ajue hali ya pepo itakuwaje. Hazur anasema kwamba wale watu ambao wanaleta matatizo katika jumuiya, wanaleta mfarakano na ikhtilaf, hawa watu kwa kusikia maoni, hawa watu wanatakiwa wawe na haya, na wanatakiwa wao wakae kama ni ndugu. Mwaka huu kutoka Bulgaria watu 52 walikuja katika jalsa salana ya Germany. Miongoni wa hawa 20 walikuwa na jumuiya na 32 walikuwa si wana jumuiya. Wao walikuja kwa usafiri wa masaa 30. Miongoni wa hawa walikuwa wenye biashara, mawakili na wanafunzi, na vile vile watu wa idara mbalimbali. Mwanamke mmoja anasema kwamba mimi nimekuja mara ya kwanza katika jalsa salana. Mimi nilisikia kwa kupitia watu wa Bulgaria kuhusu jalsa. Nilishuhudia watu wote walikuwa wanakaa pamoja kwa mapenzi. Ikiwa mtu anataka kuimarisha imani yake, anatakiwa ahudhurie jalsa salana. Mimi nimeshuhudia hapa watu wanafundishwa namna gani wanaweza kumpenda Mwenyezi Mungu, na vile vile katika jalsa salana nafundishwa watu wapendane kiasi gani. Hazur anasema kwamba katika Bulgaria usajili wa jumuiya imefutwa na wapinzani wapo wengi, na serikali pia ipo chini ya athari ya wapinzani. Kwa hivyo
mfanye maombi kule mwenyezi mungu aboreshe hali ya kule na jumuiya isajiliwe tena kule katika nchi ya bulgaria ili tupate nafasi ya kufanya mahubiri vizuri na vile vile tufanye majukumu mengine vizuri. Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kufanya hivi, amin. Mgeni moja kutoka Bulgaria, bana Fifko saheb, anasema mara ya kwanza nimehudhuria jalsa salana ya aina hii yenye baraka sana. Mimi siwezi kueleza hali katika maneno yangu. Hata hapa tumejifunza wanajumuiya ni wale ambao wanafundisha amani, wanaheshimu na wanataka kufanya dunia hii kuwa pepo. Bila shaka nuru ya maisha inapatikana hapa, inapatikana nuru ambayo inatupatia uhai. Mimi nitaendelea kuambia watu kuhusu hali ya hapa. Ni wanajumuiya ambao wanafanya juhudi ya kuleta amani duniani. Kisha mgeni mwingine katika kundi hili lililokuja kutoka Bulgaria, bana Dimorov, anasema hotuba yako iliniachia athari nzuri sana. Ulieleza kwamba tupendane. Hivyo ndivyo anasema kwamba watoto walipokuwa wakitupatia maji walikuwa wakizungumza kwa mapenzi sana. Ikiwa watoto wa aina hii wa jumuiya hii ni aina hii, basi future ya jumuiya ni nzuri sana. Profesa mwingine ambaye ni lecturer wa psychology anasema mara kwanza nimehudhuria jalsa salana. Jalsa salana ni muujiza. Hapa mapenzi na upendo na heshima yanapatikana. Mimi sijaona kwamba watu wanahitilafiana, bali wote walikuwa wanapendana. Mimi nakula chakula cha wageni, mimi nilipewa chakula cha mgeni, vile vile nilipewa madawa. Kisha mimi nilipata athari sana kwa kusikia hotuba ya halifa. Elezo kwamba tusaidiane na tuheshimiane, na vile vile tuliambiwa tusitiri aibu za wengine na tuwaombee wengine. Mafundisho haya ulioeleza katika hotuba yako, nilikuwa nataka kwamba watu wote waweze kusikiliza hotuba yako. Ikiwa dunia inataka kushika njia iliyonyoka, basi katika hali dunia inalazimika kusikiliza hotuba zako na nasaha zako. Kijana mmoja aliyekuja kutoka Guinea Bissau, bana Abubakar saheb, anasoma katika Portugal, anasoma chuoni. Anasema hali ya ulinzi niliona katika jalsa salana ilikuwa ya aina yake, kuangalia watu 40,000 bila kuwa na polisi ilikuwa uzoefu wa aina yake. Kwa ajili yangu inakuwa ngumu kuangalia watu kiasi hiki. Baadhi wakati vurugu inatokea, lakini mimi sijawahi kuona hali hii, wala sijawahi kuona watu wa polisi hapa, bali vijana walikuwa wanatoa huduma na watu wote kwa mapenzi ya hali ya juu walikuwa wanatendeana, na mimi nimepata athari sana kwa kuona hali hii. Kisha mgeni mwingine kutoka baadhi ya watu 65 walikuja. Miongoni hawa walikuja kwa basi, na miongoni wa hawa walikuwa waandishi wa habari na vile vile wakilishi wa TV. Waandishi wa habari walipiga picha wakati wa jalsa salana na walichukua interview ya watu mbalimbali. Tarehe 28 walikutana nami pia. Wanasema picha tuliyochukua sisi tutapiga katika tutatayarisha kipindi chake, kisha tutarusha katika TV. Miongoni wa hawa 32 walikuwa Wakristo, wengine walikuwa marafiki wanajumuiya, na mmoja wao alifanya bai'a siku ya mwisho. Kutoka Berevo, Macedonia, mgeni mmoja
ambaye ni wakili anasema mimi nimekuja mara ya kwanza katika jalsa salana, nimeona mpango wote ulipangwa vizuri sana, kulikuwa hakuna kasoro. Anasema mimi nilipata athari sana kwa kusikiliza hutuba zote. Kwa kusikiliza hutuba hizi mimi nimejua kwamba ujumbe wa Islam ni ujumbe wa amani, na Islam inatufundisha namna gani tunaweza kujenga mazingira mazuri. Islam inatufundisha kwamba mwema unapata ushindi na ubaya unapata, maovu unashindwa. Anasema ikiwa sisi tunafuata mafundisho haya, bila shaka, bila kuna vita, dunia amani itapatikana duniani. Kisha anasema jinsi ulioeleza haki za wanawake, mimi kwa kusikiliza nimeona kwamba mafundisho haya ni mazuri sana, na kina mama wamepewa jukumu la kuangalia watoto. Huyu amesema, mimi naweza kusema kwa muhtasari kwamba ulisema katika hutuba yako kwamba mwanamke anatakiwa achunguze nyumba. Mimi naona kwamba mume ni kiongozi wa nyumba, na bila kuwa na kiongozi nyumba haiwezi kubaki. Anasema nadhara ya baiti iliniachia athari nzuri sana. Niliona kila mahali watu walikuwa wamekaa na wote walitaka kupata baraka katika nadhara ile na hali ile. Na watu wote walikuwa katika ukumbi wa jalsa salana, hakuna hata mtu mmoja alikuwa nje ya ukumbi wa jalsa salana. Hazur anasema kwamba Mungu amesitiri, lakini mimi nimepata malalamiko kwamba wengine walikuwa nje. Kwa hiyo idara ya tarbiyat inatakiwa iangalie hali hii kwamba wakati wa jalsa salana watu wasitembee nje, bali wote wanatakiwa wawe ndani ya ukumbi. Wakati wa jalsa salana na vipindi vya jalsa salana wote wanatakiwa wasikilize hutuba badala ya kutembelea nje. Na watu kwa kuitia MT waliona kasoro ilikuwaje, ilipatikana nini mwaka huu wakati wa jalsa salana. Watu wengine walikuwa wanatembea nje. Anasema mimi nilipata athari nzuri sana na picha ya Islam niliyopata moyoni mwangu, picha hii itaendelea kubaki moyoni mwangu. Kutoka Macedonia, mwanamke mmoja ambaye si mwanajumuiya, ambaye ni mwandishi wa TV, anasema kwamba jalsa imenipatia mwelekeo mpya, na zamani nilikuwa nikiogopa sana kusikia jina la Islam, lakini sasa nimepata mafundisho sahihi ya Islam. Mimi natoa shukrani yangu kwa kunipatia uzoefu huu. Mimi narudi Macedonia pamoja na uzoefu yangu huu, na vile vile alikutana nami. Anasema mulakati ya halifa iliniachia athari nzuri sana. Kisha anasema ikiwa nyinyi mnataka kujua kuhusu mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam, basi watu wanatakiwa wasikilize na wajifunze kwa kupitia Qur'ani tukufu. Watu hawatakiwi waangalie vitendo vya watu kadhaa. Na nataka kusema kwamba mimi nilipata utulivu kwa kupata majibu kutoka kwa halifa mtukufu. Umenipatia mwelekeo mpya. Sasa mimi nimeona picha halisi ya Islam baada ya kuhudhuria jalsa salana. Kisha mwandishi wa habari kutoka Macedonia anasema mara ya kwanza mimi nilihudhuria mkutano wa aina hii. Mimi nimejifunza sana kuhusu Waislamu. Wale wote walikuwa najitolea wakati wa jalsa salana, walikuwa hawana uchovu wowote. Hali yao ilikuwa ya aina yake.
kwa hiyo jambo hili lilikuwa lenye kushangaa sana kwa ajili yangu, kwamba watu wengi walijumuika pamoja na kila mmoja alikuwa anafanya kazi yake na shughuli zake na hakuna yote alikuwa na shida. Mimi ninafurahi kwamba mimi nilikuwa pamoja na watu hawa siku kadhaa. Wengine wamekuwa rafiki yangu. Kwa hiyo marafiki wanakuwa mali yenye thamani. Kwa hiyo mimi naona kwamba hawa wote ni marafiki zangu na hawa wote ni mali yangu. Kisha kutoka Macedonia mgeni mwingine ambaye ni mwandishi wa TV, huyu ni mwanamke, anasema jalsa ilikuwa uzoefu mpya kwa ajili yangu. Mimi naona kwamba mimi ni mwenye bahati nzuri kwamba niliangalia vipindi vyote vya Jalsa Salana moja kwa moja, na mimi nilijua kuhusu jumuiya. Mipango yote ya Jalsa Salana iliniachia athari nzuri moyoni mwangu. Katika Jalsa Salana mimi nimejifunza mambo mengi sana kuhusu Islam. Nilichukua interview ya wale watu ambao walisilimu. Nitakaporudi katika Macedonia nitatayarisha kipindi kimoja kutoka katika interview hizi. Kwa hiyo nitarusha katika TV yangu. Kutoka Lithuania mgeni moja aitwaye Augustus Saheb anasema mimi nilihisi kwamba nipo nyumbani kwangu. Watu walikuja kutoka maeneo mbalimbali kwa ajili ya muda mfupi, na kila mmoja alikuwa na roho ya kujitolea. Kwa hiyo hali hii ilikuwa yenye kushangaa kwa ajili yangu. Mimi nina furaha sana kwamba nilikutana na watu wa mataifa mbalimbali na dini mbalimbali, na vile vile nilipata bahati ya kuona mazingira ya aina mbalimbali, na ilikuwa uzoefu ya aina yake. Nyinyi kwa kuwa wana jumuiya mnalazimika kupambana na hali ngumu kila siku. Kwa hiyo sifa hii ni yenye kusifu sana. Mawazo yenu ni sahihi na vile vile umoja unapatikana katika jumuiya yenu. Kutoka Lithuania mgeni mwingine anasema mimi niliona jumuiya kwa ukaribu sana, na hii ni furaha sana kwa ajili yangu. Zamani nilikuwa sijui kuhusu Waislamu, lakini kwa kupitia Jalsa Salana hii mimi nimejifunza mambo mengi sana. Sasa mimi naweza kuishi kwa kuwa mwanadamu mzuri sana. Jalsa Salana hii itanisaidia kwa kuwa mwanadamu mzuri sana, na mimi nilitendewa vizuri sana katika Jalsa Salana. Hazur anasema wasiokuwa na Waislamu wao wanapata mabadiliko ndani yao baada ya kuhudhuria Jalsa Salana. Sisi ambao ni wanajumuiya tunatakiwa tufanye juhudi kiasi gani ili mabadiliko mazuri yapatikane ndani yetu. Anasema mimi niliona kwamba mimi ni mgeni peke yangu, kila mmoja ananiangalia na anafanya mpango ili nipate raha. Kisha kutoka Lithuania mwanamke mwingine Mrs. Hamida anasema nimekuja mara kwanza katika Jalsa Salana, lakini kuhudhuria kwa watu wengi sana katika mkutano huu ni jambo la kushangaa kwa ajili yangu, na wote walikuwa wanasaidiana. Vile vile mpango wa mkutano huu pia ulikuwa wa aina yake na uliniachia athari sana. Kwa kusikiliza hutuba hizi zote zilizotolewa na vile vile kwa kutana na halifa mtukufu, mimi nataka nijue zaidi kuhusu jumuiya. Mimi lazima nitasoma kuhusu jumuiya. Kwa kupitia hutuba za halifa mtukufu nimeona kwamba yote aliyosema ni karibu na akili. Uzoefu wangu huu ulikuwa mzuri sana. Kwa hiyo mimi nitasubiri mpaka mkutano wa mwakani. Anasema sawa, watu wanatakiwa wapewe maelezo zaidi kuhusu maonyesho yanayopangwa kule ili watu wengi wahudhurie kule. Kutoka Kosovo pia watu 28 walikuja. Kutoka Macedonia mgeni mwingine Bilora Saheba anasema
mimi nimeathirika sana kwa kuona mpango wa Jasasalana. Ilionekana kwamba watu hawa wote wanajitolea walifanya mpango mzuri sana mapema, na mimi niliheshimiwa sana kwa kuwa mgeni, na mimi niliangaliwa vizuri sana. Mimi nimeona mazingira ya Jasasalana yalikuwa mzuri sana, na watu wote walikuwa wenye upendo sana, na mimi nina furaha kubwa sana kwamba nilikutana na watu wazuri wengi sana ambao walikuwa wanaonyesha uzoefu wao kuhusu jumuiya vizuri. Mimi nilisikiliza hutuba za Jasasalana, hususan nilipata ladha sana kwa kusikiliza halifa mtukufu, na ujumbe wa hutuba hizi ulikuwa mzuri sana, na mimi nilipata fikira mpya. Sasa mimi nitarudi na fikira hii katika nchi yangu. Hutuba mwisho wa halifa ilikuwa yenye kutufikiria sana, na mimi nimepata athari sana, na uzoefu wangu huu ulikuwa mzuri sana. Kutoka Albania watu 48 walikuja. Miongoni wa hawa 29 walikuwa si wanajumuiya, walikuja kwa mbali wa masaa 43. Miongoni wa hawa mmoja alikuwa ni kiongozi wa chama fulani. Mgeni moja Agya Yas Khan Saiba anasema nchi yake ni Armenia, lakini katika Hungary yeye anajulikana sana. Yeye ni kiongozi wa watu wa Armenia katika Hungary. Mbashiri wa Hungary anasema kwamba siku moja huyu mgeni akasema kwamba yeye anatembea katikati ya watu maelfu bila kuwa na hofu. Kila mmoja anafuata nidhamu na anaheshimu wanawake. Media inasema kwamba Waislamu hawatendei vizuri wanawake. Wao wanatakiwa waje hapa na washuhudie kwamba Waislamu ni watu wa aina gani. Anasema mtoto mmoja mdogo alinijia. Yeye hakuniuliza mimi ni nani au umekuja kutoka wapi, bali yeye akanipatia maji kwa upendo sana. Nilipokunywa maji, mtoto mwingine akaja na akachukua glasi yangu. Hapa wote wakubwa na wadogo ni wabalozi wa mapenzi na upendo. Anasema kwamba Wakristo wanatakiwa wahudhurie sana hapa ili wajue namna gani wanaweza kuheshimiana. Kutoka Hungary mgeni mwingine Bwana Thomas Saheb amesema katika maoni yake, amani na ubinadamu na udugu ulipatikana hapa. Kwa kuona hali hii, faida tunapata hapa, hali hii haipatikani katika sehemu nyingine yoyote. Mimi nilikuwa padri na mimi nimetembea dunia sana, lakini sijawahi kuona hali hii katika sehemu yoyote. Wanajumuiya ni wenye bahati nzuri ambao wana kiongozi ambaye anawaongoza kwa kuhudhuria Jasasalana hii. Mimi naona imani yangu imeimarika sana. Anasema jumuiya yenu ambayo inaendelea kupata maendeleo, na sisi wa Kristo tunaendelea kupungua na makanisa yanaendelea kuwa matupu. Imamu wa jumuiya pia alisema kwamba watu wanaegemea dunia, ndio maana sababu yake ni kwamba wanaendelea kuwa mbali na dini. Tunatakiwa tuambie watu kuna muumbaji wetu, na kwa kumwabudu yeye tunaweza kupata amani. Mgeni mmoja Bwana Akram aliyekuja kutoka Syria anasema mwezi mmoja uliopita nilijua kuhusu jumuiya Ahmadiyya. Yeye anasema alishiriki mkutano wa wanajumuiya.
kule mara ya kwanza nilisikia kuhusu wanajumuiya, kisha baadaye nimekuja na familia yangu katika jalsa salana. Watu wote walikuwa wenye kutoa heshima sana na wote wanazungumza kwa upendo. Kitu kingine naona ni muujiza kwamba watu walikuwa wengi sana, lakini siku 3 haikutokea hata siku moja kwamba watu walipigana, ilhali sehemu nyingine watu wanapigana. Lakini hapa sijawahi kuona kwamba watu walikuwa wanazungumza kwa maneno ya juu. Na vile vile kitu kingine ni hii kwamba wanajumuiya wanawaheshimu wanawake. Hata mke wangu alisema kwamba sijawahi kumuona mtu ambaye alikuwa ananiona kwa nia mbaya. Kisha bana Usama Abu Muhammad anasema ingawa watu walikuwa wengi sana, lakini mpango ulipangwa vizuri sana, na mipango yote ilipangwa kwa ajili ya amani na usalama. Ingawa watu walikuwa wengi sana, lakini huduma ilikuwa ya aina yake. Wanajumuiya walitupatia huduma nzuri sana katika malazi na chakula, na ukweli tuliona hapa hatupati katika madhehebu mengine. Mimi si mwanajumuiya, lakini mimi siwezi kubaki bila kusifu bana Mahmud Sahib ambaye anaishi katika Poland, ni mwenyeji wa Syria. Anasema kwamba hotuba ya halifa mtukufu mimi nilifurahi sana. Katika hotuba moja halifa mtukufu alieleza mambo yote ya dunia na suluhishi yake ni nini. Anasema halifa alisema namna gani amani inaweza kuletwa katika nchi mbalimbali, na mimi niliona fahari kwa kusikiliza hotuba ya halifa mtukufu. Kisha kuna mgeni mwingine anasema imamu wa jumuiya alizungumza kwamba sisi tunatakiwa tubadilishane mawazo na dunia inahitaji kitu hiki vizuri. Hutuba zako imenilazimisha nifikirie kuhusu jumuiya, na hutuba yake imeeleza kwamba Islam si dini ya ugaidi. Hivyo ndivyo halifa mtukufu alieleza kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mtu ambaye alisamehe maadui zake. Anasema kwa kusikiliza hutuba ya halifa nilihisi kwamba mafundisho ya Islam ni nini. Islam ni mafundisho ya amani na udugu. Islam si ile ambayo inaelezwa na watu siku hizi. Hazur anasema kwamba tangu miaka 2-3 bayat pia inafanywa wakati wa jalsa salana. Mwaka huu kutoka katika nchi 11 watu 33 walifanya bayat kutoka Ghana, Germany, Iraq, Marrakesh, Palestine, Turki na kutoka Lithuania. Hawa walifanya bayat wakati wa bayat. Bi Abdul Jalil Sahib kutoka Estonia alikuja, alifanya bayat. Anasema mimi ni kutoka Palestine, nimekuja mara ya pili katika jalsa salana. Mara ya kwanza nilipohudhuria jalsa salana nilirudi na maswali mengi sana. Mwaka huu nilifanya dua, Mungu aniongoze. Ikiwa jumuiya ni njia iliyonyoka, basi Mungu mwenyewe aniongoze. Kwa hiyo kesho yake mimi nikafanya bayat. Mwenyezi Mungu alinipatia utulivu. Sasa mimi naona mimi ni mwenye bahati nzuri sana kwamba watu wengi waliniombea nihudhurie jalsa salana na nijiunge na jumuiya. Mwaka jana sikuweza kusikiliza hutuba zote, lakini mwaka huu nimesikiliza hutuba zote kwa makini sana. Kwa kusikiliza mahutuba hizi Mungu alitia yakini moyoni mwangu kwamba jumuiya hii ni yenye amani na ni sahihi. Kwa hiyo nimefanya bayat. Anasema mimi sijawahi kuona udugu ulipatikana katika wanawake. Wanawake walikuja katika nchi mbalimbali, mimi nilijenga urafiki nao. Labda sitakutana nao tena, lakini nitawakumbuka katika maombi yangu. Mimi nina yakini kwamba kujiunga kwangu katika jumuiya hii yote ni sawa na ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Hazur anasema kwamba haya ni maoni ya watu mbalimbali walikuja kuhudhuria jalsa salana kwa fadhili za Mwenyezi Mungu. Mkutano wa mwaka wa Germany au mkutano wa mwaka unafungua vifua vya watu wengi na unaondoa
mashaka ya watu na watu wanapata picha halisi ya Islam kwa kupitia jalsa salana. Mwenyezi Mungu aendelee kuimarisha na boresha zaidi baraka hizi. Kuhusiana na media, siku ya kwanza ilikuwa press conference pamoja nami. Waandishi mbalimbali walikuja kutoka Italy, Macedonia, Austria, Brazil na Belgium. Kutoka katika nchi hizi waandishi wa habari walikuja, na waandishi wa habari wa Germany pia walikuwepo, NTV na vile vile waandishi mbalimbali wa kule walikuwepo. Sawa na taarifa channel 5 na kwa kupitia magazeti mbalimbali watu zaidi ya milioni 50 walipata ujumbe. Katika international media pia habari itarushwa. Kwa kupitia international media pia watu zaidi ya milioni 40 watapata ujumbe. Vile vile katika website Al-Islam vipindi vya jalsa salana vilirushwa. Press release pia iliwekwa katika website hii. Katika Facebook pia habari zilitolewa. Watu zaidi ya 100,000 waliona na watu 36,000 walipenda jalsa salana, na watu kwa kupitia Twitter pia walipata ujumbe wa jalsa salana. Azur anasema kwamba haya yalikuwa maoni, lakini baadhi wakati kasoro pia inapatikana wakati wa jalsa salana. Moja, nimeshawahi kueleza kwamba watu waliendelea kutembea nje wakati wa jalsa salana. Hii haitakiwi itokee tena. Azur anasema kwamba siku kwanza sauti ilikuwa si nzuri, kulikuwa shida ya technical, lakini baada kidogo iliboreshwa. Inatakiwa jumuiya ya Germany iboreshe nidhamu ya sauti. Wakati wa tafsiri ya hutuba mbalimbali pia kelele ilikuwa inapatikana, kwa hiyo hii pia inatakiwa iboreshwe. Kwa ajili ya malazi mwaka huu wageni walikuwa wengi sana, kwa hiyo watu takriban 400 hawakupata magodoro. Siku zijazo jumuiya inatakiwa ipange vizuri malazi kwa ajili ya wageni wote. Watu wengine walisema kwamba nafasi ilikuwa si nzuri katika ukumbi wa jalsa salana. Inatakiwa mpango huu upangwe. Katika ukumbi kulikuwa joto sana. Watu wanakaa katika ukumbi. Hata hapa pia Uingereza, ikiwa joto ilikuwa inapatikana, hii si shida. Idara ya tarbiyat inatakiwa ifundishe watu, na wanatakiwa endelee kuwakumbusha wanajumuiya ikiwa shida ya aina hii inapatikana, wanatakiwa wakae kwa utulivu na kwa subira. Makosa na kasoro ilipatikana, nimeshawahi kuwatumia viongozi, wanatakiwa waboreshe hali hii makani. Kuhusu chakula pia nilipata malalamiko. Siku kwanza chakula kilo kidogo na kesho yake ilitakiwa iboreshwe, lakini nilipata malalamiko kwamba mboga ilipungua na watu hawakupata chakula kizuri. Kwa hiyo wasimamizi wanatakiwa wapange vizuri mpango huu wa chakula. Halifa mtukufu anasema Mwenyezi Mungu awajalie wale wote waliojitolea waweze kuboresha nidhamu hii ya jalsa salana. Katika ziara hii yangu nilipata bahati ya kufungua msikiti mmoja, na wageni walipata athari nzuri sana ya ufunguzi wa msikiti huu. Na wageni hawa walisema bila kuwa na hofu kwamba Islam inatakiwa ienee katika Germany. Na katika function hii pia habari ilienezwa vizuri sana. Waandishi wa habari 2 walikuja. Takriban watu milioni 10.6
walipata taarifa ya ufunguzi wa msikiti huu, na kwa kupitia ufunguzi huu ujumbe wa islam uliwafikia. mwenyezi mungu aijalie jumuiya ya Germany kwamba siku zijazo wa wanajumuiya wa kule waweze kufikisha ujumbe wa islam zaidi na zaidi, na ikiwa jumuiya ilijulikana kwa kupitia mipango hii, basi waweze kuboresha nidhamu hii vizuri zaidi siku zijazo. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.